Jeshi la wanamaji la IRGC limetangaza kuzuia meli zilizokiuka utaratibu katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi hilo, limesema jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetangaza kuwa meli 4 zilijaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz kupitia njia isiyoruhusiwa. Katika taarifa yake, IRGC ilisema meli hizo ambazo ilitaja kuwa zilikuwa zikisaidiwa na Marekani zilizima mifumo yao ya ufuatiliaji na kupuuza maonyo ya mara kwa mara yaliyotolewa na kituo cha kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kabla ya kujaribu kutumia njia ambayo haijatengwa kwa usafiri salama baharini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli 2 zilisimamishwa baada ya kuhusika katika matukio baharini, huku nyingine 2 zikisitisha safari yao na kurejea. IRGC ilisisitiza kuwa inaendelea kudhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na kwamba njia pekee inayoruhusiwa kwa meli kupita ni ile rasmi iliyotangazwa na mamlaka za Iran. Aidha, ilikariri msimamo wake kwamba kuna hata tone moja la mafuta au gesi au mbolea ya kemikali itakayopita katika mlango bahari wa Hormuz bila utaratibu na idhini ya awali. Pia ilionya kuwa meli zitakazoshawishiwa na kile ilichokiita propaganda za Marekani na kujaribu kutumia njia isiyoidhinishwa zinaweza kukumbana na matukio ya baharini. Kufuatia matukio ya hivi karibuni, je, Marekani inaweza kuanzisha operesheni ya ardhini dhidi ya Iran? Katika siku za karibuni, baada ya vyombo vya habari vya Marekani kuripoti kuwa baadhi ya duru za Washington zinatafakari uwezekano wa kukamata baadhi ya visiwa vya Iran katika Ghuba ya Uajemi, mjadala umeibuka kuhusu iwapo Marekani inaweza kuhamia hatua za operesheni ya ardhini dhidi ya Iran. Swali kuu ni kama Washington inaweza kwenda mbali zaidi ya mashambulizi ya anga na makombora na kuanzisha operesheni ya kijeshi ndani ya ardhi ya Iran. Hata hivyo, wachambuzi wanaeleza kuwa kuwepo kwa mpango wa kijeshi mezani kumaanishi kuwa unaweza kutekelezwa kwa urahisi. Kufanikisha operesheni kama hiyo kunahitaji tathmini ya uwezo wa kijeshi, jiografia ya hali ya hewa, siasa za ndani na gharama zinazoweza kujitokeza. Kwa mtazamo huo, uwezekano wa operesheni ya ardhini dhidi ya Iran unabaki kuwa swala tata linalohitaji maandalizi makubwa na maamuzi yenye uwezo mkubwa. Je, lengo ni kuikalia Iran? Wachambuzi wengi wanaamini kuwa iwapo Marekani ingewahi kuzingatia operesheni ya ardhini, huenda lengo lisingekuwa kuikalia Iran yote. Kwa ukubwa wa eneo la Iran, idadi ya watu, uwezo wake wa kijeshi na nafasi yake ya kimkakati katika Mashariki ya Kati, operesheni ya kuikalia nchi hiyo ingehitaji maelfu ya wanajeshi, msaada mkubwa wa anga, vikosi vya vifaru, usafirishaji wa vifaa, hospitali za kijeshi na uwezo wa kudhibiti maeneo yaliyotekwa kwa muda mrefu. Kutokana na changamoto hizo, inaelezwa kuwa operesheni yoyote ingeweza kulenga maeneo machache ya kimkakati kwa lengo la kuongeza shinikizo la kisiasa au kupata nguvu katika mazungumzo. Kwa nini visiwa vya Iran vinatajwa zaidi? Baadhi ya taarifa zimeeleza uwezekano wa kulenga visiwa vilivyo karibu na mlango bahari wa Hormuz kutokana na umuhimu wake wa kimkakati. Waziri anatokana na dhana kwamba kudhibiti eneo muhimu kunaweza kutoa faida ya kisiasa na kutumika kama nyenzo ya kushinikiza upande mwingine katika mazungumzo.